Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mafundi. Fundi, huu ni wakati wangu wa kuwa fundi smart. Mafundi. Huu ni wakati wangu wa kuwa fundi smart. Mafundi. Huu ni wakati wangu wa kuwa fundi smart. Mafundi. Huu ni wakati wangu wa kuwa fundi smart. Ndugu mafundi wenzangu, mimi jamani ni fundi mimi ni fundi. Fundi. Yaani sema fundi. Maana yake na vitu nitakavyokuwa na vileta nitakuwa naleta vya kiufundi. Nitakavyo kushirikisha ni ufundi. Jina langu naitwa Kadaya Baruhie. Ni mtumishi wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Ninaketi kwenye dawati la huduma. Tunahudumia watumiaji na tunahudumia watoa huduma. Naamini sote hapa tunaifahamu TCRA kwamba ndiye msimamizi wa sekta ya mawasiliano. Taasisi iliyoanzishwa miaka sasa ni miaka 22 iliyopita tangu TCRA ianzishwe, ikichukua mamlaka zilizokuwa zinasimamiwa na taasisi mbili. Ilikuwepo Tume ya Utangazaji, na ilikuwepo Tume ya Mawasiliano. Kutokana na dynamiki ya sekta ya utangazaji na mawasiliano, ndio iliyolazimisha tuwe na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, ambapo leo sisi sote tunafahamu ndiye msimamizi wa sekta ya mawasiliano. Sekta ya mawasiliano naamini sote tunaelewa kwamba ndio sekta inayowezesha. Sekta wezeshi. Maana yake sisi sote hapa tunazungumza fundi smart. Lakini ukijaribu kuangalia neno smart linatupeleka kwenye application. Na hiyo application imewezeshwa kwa sababu ya ubora wa mawasiliano. Ubora wa huduma za mawasiliano ndio inatuwezesha leo kuwa na kitu inaitwa smart. Inatuwezesha kuwa na kitu hicho kinachoitwa fundi smart au application. Kama sekta ya mawasiliano imekuwa ni wezeshi, maana yake sisi mafundi ili tuweze kufanya kazi yetu kwa uzuri, ni lazima tuwe katika mlengo wa kuwezeshwa na sekta ya mawasiliano. Na ndio maana manager aliposimama hapa aliuliza kwamba ni wangapi wenye smartphone. Walinyosha watu kadha wa kadha, wakajulikana watu wa kadha, lakini ili uwe fundi smart hauna budi kuwa na smartphone. Simu janja. Si wote tunajua ni simu janja. Ili utengeneze watu. Unajua sasa hivi tunaondoka kwenye ule ufundi wa zamani. Kuna wakati utakuwa referred kwa mtu, lakini utalazimika uwe na contact za huyo mtu, na taarifa zako zijulikane kwa mtu mwingine, na kazi zako sio lazima, kwa sababu sio kila mtu atakuja utampitisha kwenye majumba umeme kwenye kazi ulizozifanya. Kuna kazi zingine lazima utazishare. Yaani utamtumia kwamba hapa nilifanya kazi hii, nikafanya hivi, mteja wangu huyu, unaweza kumuuliza akanirecommend. Maana yake hatuwezi kwenda bila kuwa tumewezeshwa na sekta ya mawasiliano. Mwenyekiti wa mafundi simu aliposimama kuongea akasema kwamba kwa sasa hivi tuko kwenye uchumi wa kidijiti. Uchumi wa kidijiti kwamba shughuli zetu zote za kijamii zinafanyika kwenye mawasiliano. Na ndio maana sasa hivi leo sisi hapa tungeweza hata kukaa na baadhi ya watu wanatufuatilia tunavyoendelea na hii mkutano hapa. Hili kusanyiko linashuhudiwa na watu wengi ni kwa sababu ya mawasiliano. Kwa hiyo ni lazima na sisi sasa tuanze kutoka. Yaani mindset zetu, fikira zetu zibadilike. Na ndio maana hapa mheshimiwa mgeni rasmi alipoondoka amesisitiza sana uaminifu. Uaminifu ndio utakao tufanya tuwe tofauti na wengine.
na hasa tulipo kwenye huu uchumi wa kidijiti. Haiwezekani ikawa rahisi sana kama huku kwenye mazingira ya kawaida tulikuwa sio waaminifu. Huku mtandaoni ndio tunatakiwa kabisa tuzamie. Kwa sekta ya mawasiliano imefungua fursa nyingi. Inawezesha taasisi na sekta zingine nyingi. Na ndio maana mara nyingi mamlaka tunapokuwa tunasimama ni lazima tujaribu kueleza pia kazi mamlaka inazozifanya, lakini na mipaka yake. Kwa sababu kuna wakati kila mtu sasa hivi anaiona TCRA kila mahali. Utaiona kwenye biashara kwa sababu watu wanafanya biashara. Utaona watu wanawasiliana mtandaoni kwa sababu watu wameunganishwa na mfumo wa mawasiliano yaliyo bora. Lakini utaona watu wanafanya shughuli za kifedha. Si kwamba mamlaka ya mawasiliano ndio msimamizi wa fedha. Yeye kwa usimamizi wake ulio bora wa sekta ya mawasiliano ndio anawezesha na wengine waweze kutembea pale. Mamlaka ya mawasiliano maana yake inajenga barabara. Ikijenga barabara maana yake bodaboda kwenye eneo la mawasiliano watapita. Fundi smart kama ninyi kwenye miundombinu ya mawasiliano mtapita. Maana yake mtapata wateja. Maana yake mtafanya shughuli zenu. Maana yake mtafanya transaction, mtabadilishana fedha. Kwa hiyo na sisi tunaposimama mara nyingi tunapenda tuwaonyeshe kwamba jambo hili moja kwa moja linasimamiwa na mamlaka ya mawasiliano. Lakini likiwa halisomeki kwako, sisi ni wajibu wetu kuliweka wazi ili lijulikane na wewe usipate kupotea. Kwa sababu sisi tunapokuwa tunasimamia sekta ya mawasiliano, lakini pia na elimu tunaimarisha kwa watumiaji. Sisi sote hapa ni watumiaji wa sekta ya mawasiliano. Sisi sote ni watumiaji. Maana yake tu walengwa wote hapa. Kwa hiyo ni jukumu letu mamlaka ya mawasiliano kuipeleka hii elimu. Lakini tujue kwamba kama kuna baadhi ya watu sio waaminifu kwenye mazingira yetu ya kawaida. Sio waaminifu kwenye mazingira yetu ya kawaida. Maana yake na mtandaoni kuna watu ambao sio waaminifu. Maana yake lazima tuwe makini. Kwa mamlaka ya mawasiliano katika kusimamia sekta ya mawasiliano inasimamia sekta zake katika sekta ndogo 3. Kuna sekta ya simu na internet ambapo nadhani ndio iliyopiga hatua kuliko. Maana yake ndio kila mtu hapa haiko. Sekta ya simu na internet. Lakini kuna sekta ya utangazaji, radio na television, maudhui. Lakini kuna sekta ya vipeto, sekta ndogo ya vipeto na posta. Zote hizo ziko chini ya mamlaka ya mawasiliano. Kwa hiyo kwa kuwa na hii huduma, kwa kuwa na hii sekta ya mawasiliano, kuna vitu vingi vimewezeshwa. Kama tunavyoona biashara, tuna marafiki, kuna mtu ana marafiki karibu 1400 kwenye mitandao yetu hii ya Facebook, Instagram. Mote humo amejiwekezeshea kutokana na sekta iliyo bora ya mawasiliano, miundombinu bora ya mawasiliano ambayo inafanya kazi, ambayo inasimamiwa na mamlaka ya mawasiliano. Kwa hiyo sisi mafundi tutumie vizuri mawasiliano ambayo sasa hivi ndio nguzo ya kila kitu, nguzo ya uchumi wote ule. Lakini pia wakati tunatumia ni muhimu sana sisi kujilinda. Lazima tuwe tunajua si kwamba sio vyote ving'aavyo ni dhahabu. Kwenye sekta ya mawasiliano kwa sasa hivi, kwa sababu imekuwa ni sekta huru na kwamba kila kitu kiko pale kinapita. Sasa hivi ni sawa na kufungua madirisha. Ukifungua madirisha wewe unataka hewa. Hilo ni wazo jema kabisa. Kwamba wewe ukiwa kwenye mtandao unataka kufanya biashara. Wewe ukiwa kwenye mtandao unataka upate marafiki wazuri. Wewe ukiwa kwenye mtandao unataka utangaze biashara yako. Lakini kuna mwingine akiwa kwenye mtandao kwa sababu madirisha yako wazi, hata mbu wanaweza wakaingia. Kwenye sekta ya mawasiliano, kwenye mitandao, kuna watu wengine sio wazuri ambao ndio wana shake hata namna yetu ya kufanya shughuli zetu mtandaoni. Lakini tumekuwa na kampeni nasema ni rahisi sana kubaini, ni rahisi sana kutambua, ni rahisi sana kumjua, na ni rahisi sana kujilinda wewe na tapeli au mtu yeyote yule anayejaribu kukushawishi katika eneo hilo la ulaghai. Kwa hiyo ukifuata vile viblokezo vya usalama mtandaoni,
Maana yake wewe mtandao utautumia kwa faida. Wewe mtandao utautumia kwa kupata faida. Na wewe hautakuwa muhanga wa watu ambao wanalagaiwa mtandaoni, pengine wengine wengi wanaingia kwenye kutapeliwa. Tumekuwa na jumbe mbalimbali nyingi tu zinapita. Kwa mfano kuna ujumbe maarufu kabisa ulikuwa unapita, tuma kwenye namba hii. Ujumbe wa tuma kwenye namba hii kwamba unatumiwa na mtu. Sasa je, ulikuwa umewasiliana na huyo mtu mpaka akakutumia tuma kwenye namba hii? Lakini umejaribu kujiuliza kwamba huyu mtu hata kama niliongea naye, nimeongea naye sawa. Sasa hii tuma kwenye namba hii inatokea wapi? Kwa nini hata usichukue hatua ya kujiridhisha basi? Mafundi oye.